naomba tu tujifunze kisomo fupi. Kila wakati nasikia watu wanasema neema, neema. Neema imetusaidia. Neema imetubeba. Neema imetufikisha hapa. Mpaka tuko na ibada ya online service ya neema isiyo na kipimo. Na leo nataka tujifunze jinsi ya kutembea kwenye neema. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kutembea kwenye neema yako. Mungu anapoumba mwanadamu huwa anaachilia neema tofauti tofauti kwa mwanadamu. Neema aliyonayo baba yetu ni tofauti na neema aliyonayo mama yetu. Neema ya mzazi wako kimwili ni tofauti na neema ambayo uko nayo. Kila mmoja ako na neema yake. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha ujumbe wangu ni kwamba jifunze kutembea kwenye neema yako. Jifunze kutembea kwenye neema yako. Unapotembea pasipojua neema ambayo iko juu yako ni gani, basi utapotea njia na utakosa kufikia maono ambayo Mungu alikupatia. Bwana Yesu asifiwe. Kama una neema uimbaji, tumia neema ya uimbaji. Kama wewe neema yako ni ya kufanya ushering, tumia neema ya hiyo ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwanza, neema ni nini? Neema ni nini? Ni somo ambalo limefunzwa na baba yetu. Nafikiri ni mwaka huu. Huu mwaka. Kama mmekuwa wanafunzi wazuri, basi notes uko nayo juu ya neema. Na kwa ufupi tu, neema ni upendeleo. Neema ni upendeleo fulani ambao unatoka kwa Mungu kwa wanadamu, ambao unatoka kwa Mungu mpaka kwa wanadamu. Ni upendeleo. Neema ni upendeleo. Mara nyingi tumesikia watu wakisema mimi sikusoma. Pastor Babu juzi alikuwa anasema kwamba yeye hakusoma, alifika class 8. Lakini Mungu aliachilia neema akafanya kazi kwenye benki na watu ambao wako na degree, watu ambao wako na masters. Anafanya kazi na watu ambao ni managers wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni upendeleo ambao unatoka kwa Mungu. Wewe kuwa katika hiyo ndoa ni neema Mungu alikupatia kusimama kwa hiyo ndoa. Wewe kuwa na shamba ambao uko nayo ama familia ni neema ya Mungu. Vitu ambavyo tunazimiliki hatujapata kwa nguvu zetu. Ni neema ya Mungu tu yametuwezesha kuimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama kwako kuko kuzuri, unaweza kula, unakunywa na unaishi vizuri, unalipa rent. Na kwa mwenzako ambao anafungiwa nyumba, ana chakula, usijipige kifua ukasema ni kwa nguvu zangu, ni kwa masomo, ni kwa kazi ninayofanya. Hapana. Tunajua vyema kwamba kuna watu wanafanya kazi, wanalipwa pesa mingi sana, lakini hawana amani kwenye ndoa. Hawana amani kwenye kazi. Hawana amani na familia zao. Lakini wewe Mungu amekuwezesha, uko na amani. Ni neema ya Mungu, ni upendeleo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utakunywa maji na ule sema mkavu, ulale uamke, kuna mtu ako hospitalini anatumia oxygen, ni neema ya Mungu amekufikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni upendeleo wa Mungu. Ndio maana kila wakati tunasema neema ya Mungu imetufikisha hapa. Imetutoa, ilimtoa baba yetu kutoka Taita ikamleta Nairobi. Ni neema. Mjini Nairobi hapa kuna vitu mingi sana inatendeka, lakini Mungu anazidi kwa nguvu zake. Mungu anazidi kumuongoza. Mungu anazidi kumtia nguvu. Neema yake, neema ya Mungu iko juu yake kila wakati. Usipotambua neema ambayo Mungu amekupatia, basi utakosa mwelekeo kule unastahili kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Jifunze kutembea kwenye neema yako. Neema yangu haifanani na yako. Usiige neema yangu. Bwana Yesu asifiwe. Usiige neema ya baba yako. Niposa kuna mtumishi mmoja wa taifa la Kenya alikuwa na huduma.
Akawa Mungu ameachilia neema ya deliverance, lakini kwa mfumo tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanafanya deliverance kupitia wimbo, ni neema Mungu aliachilia kwake. Kuna watu wanafanya deliverance kupitia kuwekelea mikono, ni neema ambayo Mungu aliachilia kwake. Kuna watu wanafanya deliverance kupitia tu kunyoosha mkono. Wengine wanalitaja tatizo na Mungu anamshughulikia mahali alipo. Basi huyu mtumishi wa Mungu akawa anaiga vile mtumishi fulani anafanya deliverance. Neema yake ya kufanya deliverance ilikuwa tofauti. Akaona ile naweza iga ikawa nzuri sana. Alipofanya deliverance kupitia mfumo ambao si wake, ile pepo ilimpiga, ilitoka kwa mtu, ule mtu alikombolewa, lakini ilipompiga yeye akaparalyze. Kwa maana alikuwa anamhudumia mtu aliyekuwa na ameparalyze. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nguvu ikampiga akaparalyze mwili mzima. Kwa nini ilimpiga? Kwa maana alitumia mfumo ambao sio wake. Alitumia mfumo ambao Mungu hakumpatia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tembea kwenye neema yako. Usiige neema ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Usiige neema ya mtu. Ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 8 unasema, bali Mungu aonyeshe upendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Yesu Kristo alikufa kwa ajili yetu. Neema ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuokoka ni neema. Kuna watu wengi wamehubiriwa, kuna watu wengi wamekalishwa vikao, wakaambiwa, ndugu dada, okoka, acha dhambi, acha usherati, okoka, kile Mungu ameweka ndani yako ni kubwa, okoka. Alikataa. Lakini wewe kwa neema Mungu ulikuwa unapita kwenye crusade, ukasikia tu unabarikiwa na lile neno la Mungu, ukaamua kuokoka. Ni neema ya Mungu ambaye iliingia ndani yako ikafanya uokoke, uache dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu mwenyewe alikubali kushuka kutoka mbinguni kuja kama mfumo ya mwanadamu ili mimi na wewe tupate uokovu. Ni neema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kukutanika kwote sisi katika madhabahu haya ni neema ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Halikubali kufanyika mwanadamu kuja tu apigwe, ateswe, asulubiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa ajili yangu mimi na wewe. So neema ya kwanza ni Yesu Kristo mwenyewe. Unapompokea Yesu, neema ya wokovu inakuja kwako. Yale mengine yanafuata. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba mtu akiwa kwake Yesu anafanyika chombo kipya, ya kale yanapita. Bwana Yesu asifiwe. Unatenganishwa na vitu ambavyo haviko vizuri. Yesu mwenye neema zote anakumiliki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa watenda dhambi tulistahili hukumu, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Mtenda dhambi, Bwana Yesu asifiwe, mtenda dhambi malipo yake ni kuhukumiwa, si ni kweli? Lakini Yesu anapokuja anaondoa hukumu, na unapata neema ya kufanyika mwana ndani ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unapomkubali Yesu unafanyika mwana, hukumu yako inaondolewa, unaipata uzima wa milele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Fungua nami kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa 15, mlango wa 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Maandiko inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa chinzi nilivyo. Wewe kuimba mpaka Mungu anashuka ni kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuja kushika microphone tu na kuanza kutangaza matangazo ni neema ya Mungu. Haleluya. Wewe kuwa katika huduma yoyote ile ni kwa neema ya Mungu, imekufanya chinzi ulivyo. Ni wangapi kwani wamesomea theolojia, wako na degree,
lakini hata kusimama na kufunza, kusimama na kuhubiri wanashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi watahubiri kwa akili zao, kile wanajua, kile walifunzwa, lakini yale Mungu ambaye Mungu anataka kufanya ndani, hata mtumia akiwa na mtu mwenye kiburi, akiwa mtu mwenye wivu na chuki. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema ya Mungu uko jinsi ulivyo. Hata kama unaona kwamba maisha yaendi vile unavyotaka, neema ya Mungu imekuweka katika kiwango hicho. Bwana Yesu asifiwe. Utakapojua kwamba ninaishi, ninakula, ninafanya kazi, ninatembea kwa sababu ya neema ya Mungu, basi Mungu atazidi kukuongezea neema ya kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Tembea kwa kujua neema yako. Tembea kwa kujua neema ambayo iko juu yako ni gani. Neema yenu ni tofauti. Kuna watu wamepatiwa neema ya kufanya usafi. Kuna watu wamepatiwa neema ya uombezi. Kazi yake ni kuomba tu. Kazi yake ni kuintercede. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wamepewa neema ya kuona kwamba kila kitu kwa ibada inaenda vizuri. Haleluya. Kuna watu wamepatiwa neema ya kwamba kazi yao wanapenda watoto, ni kulea Sunday school. Ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wangapi wanatembeanga mjini? Wangapi wametembea town? Bwana Yesu asifiwe. Inua tu mkono kama ushaifika town. Mshaona watu wanauza gazeti. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanauza njugu karanga, wengine wanauza ndizi. Lakini anakuambia nina mtoto amesoma mpaka university. Ukijaribu kufanya ile biashara unashindwa hata kulipa rent. Bwana Yesu asifiwe. Neema yake iko katika kuuza njugu karanga. Usiuze kwa sababu anauza. Haleluya. Neema yake iko katika kufanya ukulima. Pengine neema yako si kufanya ukulima. Tambua neema ambayo ulionayo na uifanyie kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tambua neema ambayo uko nayo na uifanyie kazi. Usilalie. Neema ya baba yetu ni kuja kuhubiri. Ndio maana unamuona kila Tuesday na Friday online service. Kunyeshe kusinyeshe, kwa kuna magari hakuna magari, atafika kwa maana ametuambua kwamba neema yake ni kuhubiri na watu kufunguliwa. Haleluya. Utakapofanya kitu ambacho Mungu ataachilia ndani yako, amba atakudhamini nacho, utachoka. Utachoka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimeona wengi wanajaribu kuiga. Nadini nimeona wengi wanajaribu kuiga online service ambayo tunakuwa nayo Tuesday na Friday. Lakini kete tu baba. Lakini wanapojaribu mwezi wa kwanza wa pili tayari wameacha, kwa sababu wanataka kupigana, anataka ni kuingia katika nafasi ambayo si yake. Unachoka. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ako na neema yake. Muulize mwenzako neema yako ni gani? Muulize unaifanyia kazi neema yako. Muulize unaifanyia kazi. Haleluya. Yohana 1:16. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Kwa kuwa katika utimilifu wake sote tulipokea neema juu ya neema. Unapoitumikia neema, neema inakuingiza katika nafasi ambayo kutarajia. Unapoitumikia neema, Bwana Yesu asifiwe, usiipige neema, itumikie neema. Haleluya. Nawaambia kwamba usipigane na neema, tumikia neema. Unapoitumikia neema inakuingiza mahali ukustahili kuingia. Hiyo ndio nguvu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Unapopigana neema, neema itakupiga, itakuingiza mahali kutarajia. Lakini unapoitumikia neema, itakuingiza mahali ukutarajia kuingia. Kuna nguvu fulani Mungu ataachilia. Kuna nafasi Mungu atakreate. Kuna nafasi Mungu ataifanya tu uingie hata pasipo wewe kutarajia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unapigwa vita kazini,
Hata kama kule boma hakupendi, wewe tumikia neema ya baba yako wa kiroho. Tumikia neema ya wazazi wako. Tumikia neema ya mume wako. Tumikia neema ya watoto wako. Usipigane na neema. Unapopigana neema, unajisongesha mbali na baraka zako. Unasongesha mbali na mafanikio yako. Tumikia neema, na neema itakutumikia, na neema itakustahilisha, na neema itakubariki, na neema itakuweka mtu ambaye si wa kawaida. Haleluya. Tumikia neema. Tumikia neema. Hata kama ni nzito vipi, hata kama huyo ambao unamtumikia kwamba akupendi, kwamba anakusengenya, lakini usimpige vita. Tumikia neema. Haleluya. Kwa nini Daudi hakumtaka kumuua Samueli? Kwa nini? Angetaka kummaliza Samueli, angemmaliza. Alimuinda mara ngapi kumwangamiza? Ni mara mingi sana. Lakini Daudi alijua kwamba neema aliyoko naye huyu Samueli, basi si mimi nastahili kuiondoa, ni Mungu mwenyewe. Ndiposa Daudi akasema, mimi sitainua upanga wangu, sitainua mkono wangu kumuua Samueli, lakini kijana kujua tu kwamba nitaitumikia, nitamidi kumheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Usipigane na neema, itumikie neema. Usimseme neema vibaya, usimseme mtumishi wa Mungu vibaya, usimseme mume wako, mke wako vibaya. Pengine huyo mama amebeba baraka zako, pengine huyo baba amebeba baraka zako, pengine huyo mtoto amebeba baraka zako. Usimpige, usimseme vibaya, mwachie Mungu, lakini wewe mtumikie mahali unastahili kutumika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ambayo niko nayo ni tofauti ya mke wangu. Neema ambayo mama ako nayo ni tofauti na ya baba. Kila mtu aheshimu neema ya mwenzake. Haleluya. Heshimu neema ya mwenzako. Halo. Tunajifunza hapa. Hili ni somo ambayo baba amelifunza, lakini inakuja kwa njia nyingine. Baba alifunza kuhusiana na neema. Lakini je, wewe unatembea katika neema yako? Ama unajua tu mimi niko na neema ya uimbaji na hutaki kuitumikia neema ya uimbaji? Mimi niko na neema uongozi na umeketia neema uongozi. Kuna tabia mbili za neema. Nataka uandike ile. Kuna tabia mbili za neema. Kuna neema ya kawaida ambayo ni upendeleo wa Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni tabia mbili za neema. Neema ambayo inatoka kwa Mungu kwetu. Haleluya. Hilo la kwanza. Neema ambayo ni nguvu ya kuwezeshwa. La pili, neema ya Mungu kwetu ni pale Mungu mwenyewe aliruhusu Yesu Kristo aje duniani alete wokovu. Hiyo ni neema ya Mungu kwa wanadamu. Na kwetu sasa. Na pia kuna neema ambaye ni neema ya kuwezeshwa. Mungu anakuwezesha unafanya jambo fulani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuwezesha kufanya jambo fulani. Mungu anakuwezesha kuingia katika nafasi fulani. Mungu anakuwezesha katika biashara fulani. Hiyo ni neema ya kuwezeshwa. Haleluya. La kwanza, pendeleo la Mungu kwetu. Ukisoma kitabu cha Efeso 2 mstari wa 8 na 9. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Kwa maana tumeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambaye hiyo haikutokana na nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mumeokolewa kwa neema. Wewe kuacha dhambi, wewe kuja kanisani, wewe kutumika, wewe kuimba, umeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa njia ya imani ambayo Mungu mwenyewe Yesu Kristo alitupatia, kwamba mniaminini mimi. Haleluya. Kwamba tukiamini Yesu kwamba ndiye amekuja kutuondolea dhambi, basi tunaokolewa kwa imani, ambayo hivyo haikutokana na nafsi zenyu. Wokovu tulio nayo haikutokana na nafsi zetu sisi. Bwana Yesu asifiwe.
Yesu mwenyewe alikubali kushuka kwa mfumo wa mwanadamu, akateswa, akapigwa, akauawa, akazikwa, akafufuka. Si kwa nafsi yetu sisi, ni kipawa cha Mungu. Wokovu ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Yaani Yesu peke yake halikubali kutundikwa msalabani, si kwa nafsi zetu sisi, yeye mwenyewe ni nafsi yetu yokolewe. Na kwa yale yote kwamba kusiwe na mtu ambaye atajipiga kifua kwamba kwa nguvu zangu nimepata wokovu, kwamba kwa pesa yangu, kwa mali yangu nimepata wokovu. La, mtu yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajisifu kwamba nimeokoka kwa sababu nilisapoti mkutano wa Mombasa, niliokoka kwa sababu nilisapoti huduma ya Katoliki. No, ni kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe ndio aliyeleta wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu peke yake ambaye aliacha enzi akashuka ili mimi na wewe tupate wokovu. Leo hii usijipige kifua kwamba mahali nilipo ni kwa nguvu zangu, hizi zote nilizo nazo ni nguvu zangu. No, ni neema ya Mungu ambaye amekupendelea ukapata wokovu, ukapata kukurubaiwa tena, ukapata urejesho, ukapata afya njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wala si kwa matendo ya mtu awaye yote asije akajisifu. Uliza mwenzako, usijisifu siku moja kwamba hata hii gari naendesha, niko na pesa ya kununua magari, hii huduma niko nayo kubwa sana, hii niliweza kwa sababu nilikuwa na akili, niliweza kupata pesa. No. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kuwa na huduma, kuwa mtendakazi, kuwa mtu jinsi ulivyo ni kwa neema ya Mungu. Usije ukajipiga kifua. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajipiga kifua. Neema ya Mungu haikupatii tu kibali, lakini inakupatia uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwezesha. Haikupatii tu kibali, inakuwezesha kupata kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wani inakuwezesha, inakuingiza kwa nafasi ambayo ukustahili, ambayo watu wanasema huyu hapana, kuchinja alivyo sioni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu walioleka kwa boma ambao wakaambiwa kwamba wewe umekuja kwa hii boma. Kuna watu wameoleka lakini wewe sioni kama unaweza kaa. Sioni kama unaweza kaa na huyo mwanaume. Huyo mwanaume ni katili sana. Huyo mwanaume ni muongo sana. Huyo mwanaume akona hivi na hivi. Yaani amewekewa sifa kwa sababu ya matendo anayofanya. Lakini wewe ulipoingia kwa ile ndoa, Mungu akaachilia neema. Unakaa, unaishi vizuri na huyo mwanaume. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Usije ukajisifu siku moja kwamba ni kwa nguvu zangu, kwamba ni kwa uwezo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usije ukajisifu hata siku moja. Usije. Muulize mfalme Nebukadneza, ni kipi kilimpata baada ya kujipiga kifua kwamba nimejenga ufalme kwa akili na mali yangu, lakini Mungu alipotaka kwamba lazima anirudie, alimweka kichakani miaka 7. Bwana Yesu asifiwe. 7 good years akiwa kwa kichakani, hajui ni mtu, yani ametoka katika kwa mwanadamu. Kila chochote alichokuwa nacho, heshima aliyokuwa nayo, vyakula aliyokuwa nayo, watu wakubwa waliokuwa nao wamemzunguka, iliondolewa. Mungu akampeleka adili na yeye kwanza for 7 good years, kisha amrudishe ili ajue kwamba kuna Mungu ambaye anaachilianga neema. Bwana Yesu asifiwe. Nebukadneza alipigana na neema ya Mungu, lakini Mungu alitafuta njia ya kudili na yeye. Haleluya. Leo hii ninakuomba tafadhali, usiwahi kupigana na neema ya Mungu ambayo Mungu ameachilia kwa mtu fulani. Usiwahi kuteta na neema ambayo Mungu ameachilia. Usiwahi kusema uongo. Usiwahi kutangaza mambo yasiyokuwa mazuri kwa ajili ya mtu fulani. Neema aliyo nayo inaweza keuzwa, Mungu akakupiga kichapo ambao hujaikiona. Bwana Yesu asifiwe. Itumikie neema. Itumikie neema. Na kile chote ambacho uko nacho, jua kwamba ni kwa neema ya Mungu. Mali ulio nayo ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Nataka tuone
mifano ya watu ambao walitumikia neema, ambao Mungu aliachilia neema ndani yao. Mtu wa kwanza ni Musa. Ukisoma kitabu cha Kutoka, Exodus chapter 3 from verse 11 to 13. Nakumbuka historia ya Musa. Musa alilelewa katika nyumba ya Farao. Na wapo alipokuwa katika nyumba ya Farao alitambua na akamjua Farao ni mtu wa namna gani. Lakini wakati Mungu alitaka kuokoa wana Israeli, wakamtumia Musa, kwa sababu Musa alikuwa anamjua Farao na akajua vyema huyu hata nikimtuma anaweza kataa. Lakini ili watu wajue kwamba kuna neema inaweza kubadilisha mtu, kuna neema ambayo inaweza kumtumikisha mtu, basi akamchukua Musa na akamtuma kwamba nenda kwa nyumba ya Farao, mwambie Farao waachilie wanangu waende. Bwana Yesu asifiwe. Farao akasema, mimi sijui kuongea, mimi siwezi, mimi ni gugumizi, mimi sitajui, watanichukulia vipi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu akaachilia neema kwa Musa. Kutoka 3:11 anasema, Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? 12 akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Bwana Yesu asifiwe. 13 Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakiniuliza jina lake ni nani, niwaambie nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waona kwamba tunafahamu vizuri kwamba Musa ndiye aliyetumika na Mungu kwamba atoe wana Israeli kwa mateso. Hakuwa na uwezo ya kwenda kuwatoa, lakini neema ilipomshukia Musa akapata ile nguvu, akawezeshwa kwenda kumfesa Fero. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Akawezeshwa kwenda kumwokoana ana kwa ana na Fero. Na akawa anajiuliza, akauliza sasa, Mungu, nikiulizwa jina lako ni nani, nitasema nini? Kwa maana alishindwa, wakiniuliza nitasema jibu gani? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine usiwe mtu kwamba ninajua kila kitu. Tafuta jibu kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama huyo mwanaume ni mkorofi, usiseme mume wangu ni mkorofi, mke wangu ni mkorofi, huyu manager ni mkorofi. No, tafuta jawabu kutoka kwa Mungu. Mungu, unasemaje kuhusiana na huyu mtu? Unasemaje kuhusiana na hili tatizo? Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba Musa hakuwa anajua Mungu ni nani, alikuwa anamjua, lakini alikuwa anataka ajue Mungu atasema nini kwa ajili ya wana wa Israeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema neema. Sema neema. Musa akaulizwa, Mungu akasema, mimi ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu, mimi ni nani na jina lako ni nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na la tatu akauliza tena hapa, kwamba Mungu, hawa wana Israeli hawataniamini mimi, kwamba hawataniamini. Haleluya. Kwa maana wanamjua Musa. Haleluya. Kwamba hata Yesu mwenyewe alipokuwa duniani hakuheshimika. Si ni kweli? Hakuheshimika dunia, hakuna watu wako kumheshimu. Hata leo hii Mungu akuinue uwe nabii, hawatakuheshimu kwa sababu wamekuzoea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wamekuzoea wewe ni yule Dennis, wewe ni yule Martha, wewe ni yule David. Wamekuzoea kwa vile jinsi ulivyolelewa. Ndio maana Musa akasema, hawataniamini mimi. Lakini Mungu kwa sababu ni Mungu wa mpangilio, akamwambia ishara zangu zitaambatana na wewe. Haleluya.
Kumbe kuna uzuri, kumbe kuna nguvu unapotembea na kile Mungu ameweka ndani yako. Kuna ishara ambayo inaambatana na wewe. Unaingizwa mahali hukustahili, unapokea vitu ambayo hukustahili, unaona vitu ambayo hukustahili, kwa maana ishara ya Mungu iko juu yako. Hata kama amekuzoea wewe mtu mdogo, hata kama amekuzoea hukwenda shule, hata kama amekuzoea ulielewa na mtu ambao hakufaa, lakini nguvu za Mungu, neema ya Mungu inaposhuka juu yako, unaingizwa katika nafasi yako. Una watu wanatolewa, una maneno Mungu anakupatia, una mahali Mungu anakuingiza, una neema tofauti. Haleluya! Wakiniuliza mimi ni nani, kwa maana hawataniamini mimi, lakini Mungu akasema ishara zangu zitaambatana na wewe. Haleluya! Usijione kwamba wewe ni mtu mdogo, usijione kwamba una thamana, lakini neema ya Mungu itakapokuja juu yako, ile thamana ambayo watu hawaioni ndani yako itaanza kuinuka. Utaanza kupaa, utaanza kuendesha magari, utaanza kumiliki, utaingia kwenye ndoa, utapokea watoto, magonjwa itakuwa sehemu yako. Haleluya! Glory! Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hawataniamini mimi, na je, nitasema vipi kwao? Nitasemaje? Yaani Musa alitafuta popote vile amfahamu Mungu vizuri, aende pale azulizo swali akanyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Alienda kama amejipanga. Haleluya! Watu wanapoenda kotini, wengine utafuta ushahidi wa kutosha mpaka anajua niko na evidence vizuri. Haleluya! Hawa watanifunga, niko na evidence. Musa alitafuta evidence ya Mungu, aende amejipanga. Farao amuulize swali, analijibu. Farao amuulize hivi, analijibu, kwa sababu neema imemshukia. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Mungu alimsaidia sana Musa. Musa angeenda kwa nguvu zake, Musa angeenda hata kama alikuwa anamfahamu Farao, hata kama alikuwa anajua njia za Farao, hata kama alikuwa anajua jeshi la Farao, hata kama alikuwa anajua nyumba ya Farao, angeenda na akili zake. Alitaka kutembea na nguvu za Bwana, alitaka kutembea na neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine usiende na akili yako, usiende na uzoefu wako. Tafuta neema ya Bwana itembee pamoja nawe. Tafuta neema ya Mungu ikusaidie. Usiende jinsi unapotembea tu kawaida. Tembea kama mtu ambaye ako na neema ya Mungu. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kutembea kwenye neema yako, je, unaifahamu? Mtu wa pili ni Gideoni. Waamuzi 6:1 mpaka 24, lakini tutaruka. Historia ambayo Gideoni, Mungu alimsumia sana Gideoni ili awakomboe wana wa Israeli kutoka kwa utawala wa kijeshi wa Midiani. Mungu alimsaidia Gideoni, kwa maana Gideoni kila wakati Gideoni alikuwa anajiona udhaifu na jeshi lake, lakini neema ya Mungu ilipomvaa Gideoni, maandiko inasema kwamba walipata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kisha wana Israeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Bwana akamtia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Inahuzunisha sana. Kumbe wakati mwingine utakapofanya dhambi, Mungu anakuruhusu uende kwa mikono ya maadui, wakushage, wakupige, ili watakapokuja kukukomboa ujue kwamba hakika ni mkono wa Mungu umenisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Mkono wa Mungu imekubeba. Haleluya. Kisha Wanaisraeli walifanya yaliyo maovu mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mungu asiruhusu nikaende pale. Mstari wa 2. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Na tena kwa sababu Midiani, wana wa Israeli walifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Haleluya. Mstari wa 3. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Wameleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Mstari wa 4. Wakapanda marango juu yao na kuyaribu hayo maongeo ya nchi,
ifikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Naomba turuke mpaka mstari wa 15. Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Huyu ni Gideoni anaongea. Mstari wa 16, Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Haleluya! Yani Gideoni akasema, mimi ni mdogo katika nyumba ya wazazi wangu, na kwamba sina uwezo, niko peke yangu, sina uwezo. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe. Wakati mwingine usiona udogo wako, hata kama wewe ni last born kwenyu, hata kama wewe ni mtu mwembamba 1GB, usijione kwamba utaweza. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja nawe. Akasema, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Niambie, kama si neema ni nini hiyo? Haleluya! Kama si neema ni nini? Twende mstari wa 17. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele ya macho yako. Haleluya! Yaani unaweza kupata kibali mbele za macho ya Mungu. Ninatamani katika maisha yako kwamba upate kibali mbele za Mungu, upate kibali mbele za ndugu zako, upate kibali mbele ya mama yako, upate kibali mbele ya hiyo biashara, upate kibali mbele ya wazazi wako wa kiroho. Haleluya! Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele ya macho yako, basi nionyeshe ishara ya kuwa ndio wewe unayesema nami. Haleluya! Yaani Mungu ashaongea na Gideon, lakini Gideon anataka asema aone ishara kwamba ni Mungu anaongea na yeye. Haleluya! Mstari wa 18, sikiliza hii. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie. Nitakutoa nikatoe zawadi yangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitangoja hata utakaporudi. Twende. Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwana mbuzi. Yaani Gideoni anaambia Mungu, usiondoke mahali hapa, wacha niende nikaandaa kitu. Haleluya! Wakati mwingine kuna vitu utaishinda mikono mikavu, ni lazima utoe sadaka. Una mambo mengine utayashinda pasipo kutoa sadaka, pasipo dhabihu, pasipo kufunga na kuomba. Haleluya! Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwana mbuzi na mkate usiotiwa chachu ya efa ya unga. Akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungo, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itwae nyama na mikate isiyotiwa chachu, iweke juu ya mwamba huu, ukamwage huu mchuzi. Akafanya hivyo. Mstari wa 21, ndipo malaika wa Bwana akanyoosha ncha ya fimbo ile iliyokuwa mkononi mwake, akaiguza ile nyama na ile mikate, moto ukatoka mwambani. Haleluya! Akaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Nashukuru Mungu, kwa maana Mungu ni mwenye kutenda miujiza. Baada ya Gideon kutoa sadaka ya nyama isiyotiwa ya mikate isiyotiwa chachu, akaandaa na nyama na michuzi. Alipoleta mbele za Mungu, Mungu akanyoosha fimbo iliyokuwa mikononi wa Gideoni. Moto ukatoka kwenye mwamba. Ninatangaza katika jina la Yesu, upitia sadaka yako, upitia kusupport huduma Troliki, upitia kusupport maono haya, moto wake juu ya maadui yako, moto wake juu ya adui zako, moto wake juu ya wale wanakuazia mabaya, moto wake kwa wale wanakusengenya, moto wake kwa wale ambao wanakupeleka majina yako kwa waganga, moto wake kwa wale wanakupiga vita. Inatangaza kwa jina la Yesu, chochote ambacho kinakutesa, moto wa Bwana, mkono wa Bwana iwasongeshe mbali na wewe, wasongeshe mbali na wewe. Mungu akustahilishe, Mungu akuinue, Mungu akuheshimishe. Haleluya!
Yani moto ukatoka kwenye mwamba kuonyesha kwamba mimi ni Mungu. Natangaza kwa jina la Yesu, moto wake mchana wa leo, huyu aliye mgonjwa, kila magonjwa kwenye mwili wako, kila mateso kwenye boma, kila viungu kwenye familia, kila madhabahu ya kishirikina, iteketee popote ilipo kwa moto wa Roho Mtakatifu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Neema inaposhuka unakuwa mtu tofauti. Yaani ishara inaambatana na wewe. Haleluya, lazima ufanyike baraka. Hata kama hawakukupenda, hata kama hukusoma, hata kama wanakuchukia, hata kama wanakudharau, hata kama wanakusema vibaya, lazima neema ikufanikishe, lazima neema ikutangulize, lazima neema ikufanikishe, lazima neema ikutangaze. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Unapoheshimu neema na kuitumikia neema, yaani Mungu anakuondolea maadui mbele yako, wanakuondolea maadui wazi wazi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwaka jana na pia mwaka huu nikaambia Mungu, haiwezekani mimi nifanye kazi wa kampuni ambayo akili yangu inatumika, nifanye kazi wa kampuni ambayo mawazo yangu inatumika, ujuzi yangu inatumika, na kuna watu wanakula mishahara mikubwa, inapoenda kutafuta ananiambia haiwezekani. Nikaambia Mungu, fanya jambo. Haleluya. Nini Mungu amefanya? Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu amefanya nini? Mungu ameniondolea amani yangu. Mungu ameniondolea amani. Ama nameondolewa. Ama nameondolewa kwa maisha yangu. Bwana ameondolewa kazini kwangu. Leo niko na furaha. Leo niko na amani. Leo ninarukaruka. Leo niko na ujuzi. Mungu ameniondolea. Na kama ameniondolea pia kuondolee huyu amani aliyesimama mbele yako. Huyu amani aliyesimama kwa kazi yako. Huyu amani aliyesimama kwa ujuzi wako. Huyu amani ambaye anatumia akili yako. Mungu amuondoe. Akuingize kwa hiyo nafasi, akuingize kwa hiyo ajira, akuingize kwa hiyo ofisi, akuketize kwa hiyo kiti, akuketize kwa hiyo nyumba, akuingizisha mahali au kustahili. Haleluya. Ama aliresign peke yake. Ama ameresign, aliresign. Mimi saa hizi natabiria meza. Kile ninapoingia kwa ofisi naona meza, nasema Bwana, ninaingia pale. Hata kama niko jinsi nilivyo, ninaingia pale ili Mungu uweze kuheshimika. Ninapoitazama ile meza, naangalia kazi nimefanya kwa zaidi ya miaka 15. Nitasimama pale, nitakaa pale, nitaongoza watu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu unapotumikia mafuta, mafuta inakutetea, mafuta inakuheshimisha, mafuta inakuinua, mafuta inakubariki, mafuta inakutenga na wabaya. Amen. Kutembea kwangu Mombasa si bure. Unaenda ufanya huduma, unarudi, unajificha wakati mwingine, lakini nilipokuwa naenda naambia Mungu, iko siku utaniheshimisha, iko siku nitaona mkono wako, iko siku nitaona upendo wako, iko siku nitaona neema yako, na tayari imetendeka. Kilichobaki tu niambiwe, Anderson, kaa kwenye kiti, ongoza kikundi, ongoza department, ongoza watu waenda kazi, ongoza. Napenda Mungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda huyu Mungu. Unapoheshimu watumishi wake, unapomheshimu na kumtazamia, Mungu hatakuaibisha. Hatakuaibisha. Yaani mimi naingia naulizwa, na bado hujakaa? Nawaambia nafasi ya Mungu bado. Uache ikae empty. Wacha malaika ipanguze meza. Wacha malaika ondoe vitu. Wacha malaika andae kiti kingine. Wacha malaika andae mishahara. Wacha malaika andae siku. Na itafika. Yangu ikifika pia yako ifike. Yako pia ifike. Kwa watoto wako ifike. Kwa ndugu zako ifike. Kwa nyumba wako ifike. Kwa biashara yako ifike. Haleluya. Amen. Haleluya.
Wakati na majira ya mama kulipofika, hakuweza kukaa tena. Ndio hiyo mikutano za nje, ndio hiyo kuhubiri nje. Wakati na majira yatakapofika, hautaweza kujizuia, hautaweza kujizuia. Mungu anaachilia neema ya kutumika. Mungu anaachilia neema ya uimbaji. Mungu anakuinua viwango vingine. Haleluya! Neema, 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 neema. Sema neema. Sema neema. Neema itakufanikisha. Hata kama wanasema Nairobi ni mji wa mawe, hata kama Nairobi lazima kuwa na forefather, hata kama wanasema Nairobi lazima uwe umesoma, inachosema kwamba neema itakuingiza mahali kustahili. Neema itakuingiza. Watu wakisema maisha ni magumu, wao wanasema maisha ni mazuri. Ndani ya Yesu kuna furaha, ndani ya Yesu kuna amani, ndani ya Yesu kuna upendeleo, ndani ya Yesu kuna kutabasamu. Neema inakufanyikisha. Haleluya! Wacha kutoa machozi, wacha kuwa mtu wa huzuni. Wewe amini Mungu 100%. Amini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waliponiambia mke wangu kwamba ako na cyst, hata ikifungua mtoto wa pili, nilikataa hiyo sauti. Nikamwambia no, mimi Mungu alisema nitabarikiwa, nitakuwa na wana, mimi nitakuwa mtu baba wa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Si baba wa mtoto, baba wa watoto. Nilikataa hiyo sauti. Nikamwambia haiwezekani. Wakasema huyu lazima tufungue na operation. Nikamwambia no, haiwezekani kufungua na operation. Roho za operation si ya kwetu, si ya watu waliookoka, si ya watu ambao wanamjua Mungu. Roho operation si ya kwao, ni ya huko. Ninachojua kwamba lazima asifungua vizuri. Kama mwanamke Kiyahudi lazima ajifungua vizuri, lazima ajifungua. Leo hii Mungu amemsaidia. Haleluya! Ni nini na kusumbua? Mawazo gani na kukujia? Ni picha gani ukilala unaona? Haleluya! Picha gani unaona? Hata kama unaishi nyumba ya mabati, huyo Mungu aliyemtoa Yusufu kutoka kwenye shimo, akauzwa kufanyika kwa mfanyiko kule, lakini Mungu kumbe ameandaa miujiza kule mbele afanyike waziri mkuu. Hiyo neema basi ambayo alimpatia Yusufu ndoto akapeana kwa ndugu zake, leo hii hiyo neema ikuingize katika ndoto uliyo nayo, ikuingize katika maono uliyo nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wako na maono ya kumiliki majumba, lakini ukiangalia pesa, ukiangalia kwenye hakuna mtu. Una watu wako na maono ya kwenda mataifa nje, lakini ukiangalia hata pesa ya kulipa passport hauna. Naomba Mungu mchana wa leo, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye anasema dhahabu na fedha ni zake, aachilia neema ya pesa kwa mikono yenu, aachilia neema ya pesa kwa mikono yenu, aachilia neema ya pesa ya kumiliki, neema ya kumiliki pali, neema ya kumiliki mashamba, neema ya kumiliki kusafiri mataifa ya nje, iwe ni kibiashara, iwe ni kihuduma, iwe ni kustarehe. Mungu aachilie pesa. Wakati mwingine pesa ni neema pia. Unaweza fanya kazi 1 full month ulipwa 100,000, lakini by tarehe 5 hauna hata shilingi. Hauna hata shilingi. Shetani amefungua malango ya magonjwa, shetani amefungua malango ya madeni, shetani amefungua malango ya hitaji ambayo haziko kwenye mipango. By tarehe 5 hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana mmoja akaniambia, mimi nikipata mshahara, ninapopata mshahara tu hivi magonjwa, mama mzazi, magonjwa, ndugu yangu, magonjwa, dada yangu, magonjwa, mke wangu na watoto, ile pesa itaisha, hata mimi sijajenga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapokuwa ndani ya Kristo, unakuwa kiumbe kipya. Mungu anaachilia neema ya wokovu. Mungu anaachilia neema ya kumiliki, neema ya afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Malango zote za shetani na mapepo hayatakuona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uliza mwenzako, unatembea kwa neema yako? Kuna watu wengine Mungu huachilia neema kwao,
lakini kwa sababu ya mitihani na changamoto wanatoka katika malengo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wanatoka katika malengo ya Mungu. Yusufu alikataa kuishia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unaweza kutanishwa na watu wa kukuvunja moyo. Wakati mwingine unaweza kutanishwa na watu ambaye hawataki kuambatana na wewe kwenda katika maono yale. Yusufu alipokuwa na maono, alipooteshwa ndoto, aliposhirikisha ndugu zake na wazazi wake, wakamvunja moyo. Lakini Yusufu alijua, mimi kwa sababu Mungu amenipatia ndoto hii, basi kuna neema ambayo imeachiliwa, basi inaweza kuwa ni neema ya mtu mkubwa, kwamba lazima iko siku watakuja kuniinamia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini wakati alikuwa anashirikisha ndugu zake, walimchukia, wakamsema vibaya, wakamdharau. Lakini Yusufu alibaki ameshikilia yale maono. Ile ndoto alijua iko siku litatimia. Iko siku litatimia. Hata kama inachukua more than 15 years, iko siku itatimia. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu alipitia 7 stages. Kitambo awe mfalme, waziri mkuu, kitambo awe waziri mkuu. 7 stages. Mimi stage uko stage ya ngapi? Lakini najua kwamba Yusufu alipitia stages 7. Na naomba tuangalie tunapoenda kumalizia stages za Yusufu. Mimi sijui umeishia stage gani? Sijui umeishia katika stage gani? Genesis 37 verse 1, verse 5. Yaani unaoteshwa ndoto kwamba unaenda kwenye ndoa, lakini shetani anakuja na kuambia, dada, hakuna mtu kwenye ameoleka. Unaoteshwa ndoto ukiwa katika ofisi na uko na secretary, lakini shetani naye anakuja na kuambia, haujasoma, hiyo ofisi sioni ukiingia. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. First stage ni the dream stage. The dream stage. Yusufu alikuwa na ndoto na akaota ndoto na akawapa ndugu zake, lakini ndugu zake wakamchukia, wakazidi kumchukia. Kuna vitu ambayo umekuwa ukishirikisha ndugu zako, kuna vitu ambavyo umekuwa ukishirikisha marafiki zako, lakini jinsi unaposhirikisha ndivyo wanazidi kukuchukia. Bwana Yesu asifiwe. That is a stage. The second stage, the pit stage. Maana baada kuoteshwa ndoto wakapanga njama, wakaona ili tafadhali tumuue. Wakasema baadaye, hapana, tusimuue, tumtupe kwenye shimo. That is the pit stage. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu magonjwa imewaingiza kwenye shimo. Kuna watu madeni imewaingiza kwenye shimo. Kuna watu kuchukiwa, wanachukiwa mpaka wenyewe wamejipata kwenye shimo. That is the pit stage. Usivunjike moyo. Yusufu alipotupwa kwenye shimo, naye alizidi kumtumainia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Verse 23. Hiyo tu 37 hiyo. Verse 23. Ikawa Yusufu alifika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndevu aliyoivaa. 24. Wakamtoa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Haleluya. Kumbe Mungu alijua kwamba Yusufu iko wakati atakuja kutupwa kwenye shimo. Mungu akaachilia ukavu ndani ya ile shimo, kwa maana kungekuwa na maji Yusufu angeangamia kwenye ile maji, lakini Mungu akausha maji. Yusufu alipotupwa alipata ni pakavu, alikaa pale kwa maana kulikuwa pakavu, kuna pumzi, kuna hewa safi, lakini angepata ni maji angezama. Wala wakati mwingine Mungu ameondoa magonjwa ambayo angekumaliza, ukabaki na magonjwa pengine ni homa, ukabaki na magonjwa
magonjwa pengine ambayo hayakumalizi, kuna magonjwa ambayo ingekumaliza miaka iliyopita, Mungu akakuondolea. Wewe usizidi kunungunika. Tumainia Bwana katika shimo hiyo, tumainia Bwana katika tatizo hilo, tumainia Bwana katika stage hiyo. Usikate tamaa, kwa maana Mungu amekuondolea wale mengine ambaye haujaweza kuyaona. Wewe kwa macho ya kiroho haujaweza kuyaona, basi kuna hii ambayo unakiona. Mshukuru Bwana, mwambie ni asante, kwa maana nimepata libakavu, bado ninapumua, bado ninaweza kukula, bado ninaweza kutembea, bado naweza kuona kwamba tatizo unalopitia kwamba hiyo ni stage tu. Kuna stage mahali Mungu amekuandalia na utafika kwa nguvu zake. Haleluya. Yusufu alikataa kuishia pale kwenye shimo. Mungu akaandaa miujiza mwingine. Mungu akaandaa kwamba huyu lazima auzwe, lazima auzwe. Ukatokea Wameleki, ukatokea Wamidiani ambao walikuwa wanapita, ukatokea watu ambao walikuwa wanapita, wakasema huyu tumuuze, wacha tumuuze tuondokee, kwa maana hata tukikaa hapa pengine atakufa na si vyema akufe, basi tumuuze, acha ende ili tupate pesa itunufaidi sisi. Una watu ulifanya biashara na wao, lakini mali pesa ilipotoka, faida ilipotoka, hawakukusaidia. Watu hawakukusaidia, watu hawakukusahau, watu hawakusema vibaya, kwa maana pesa ilitoka. Lakini ulipoachana na wao, Mungu akakupeleka katika hatua nyingine, ambapo upali upo leo hii. Haleluya. Basi Yusufu akauzwa. Yusufu akauzwa, na alipouzwa kule Egypt, Mungu akumpa alikuwa amepanga mema. Verse 28, Mungu alikuwa amempangia vizuri. Wakapita wafanye biashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. That is a stage of slavery. Usichoke katika hiyo stage. Mungu ameruhusu uzwe. Kubaliana tu kwamba wewe nenda. Umekubalika katika hiyo boma, hata kama wanakuchukia, hata kama wanakupenda. Kwa hiyo boma, hata kama kwa hiyo biashara iliyofungua, hata kama hakuna mtu anakuonea dhamana, lakini kuna Mungu aishie mbinguni. Una siku Mungu atakuheshimisha. Una siku Mungu atakufanikisha. Una siku Mungu atakuinua. Neema ya Mungu haitaachana na wewe. Labda uondokee neema, lakini ukilinda neema, lakini ukitunza neema, neema itakubarikisha, neema itakuinua, neema itakuongozea baraka zako. Yusufu alipouzwa, Waishmaeli wakapatiana fedha ya vipande 20. Vipande vya fedha 20. Bwana Yesu asifiwe. Akauzwa. That's a stage. Leo hii kuna watu wakiishiwa na pesa wanaacha kuja kanisani. Leo hii watu wakiwa na mume wao ambaye ameanza kubadilisha njia, wanaacha kuja kanisani. Leo hii kukutokea ugonjwa kidogo, kuumwa na kichwa, unaacha kuja kanisani. Leo hii kukutokea matatizo fulani, unaacha kuja kanisani. Mungu akikubariki upate pesa, unaacha kuja kanisani. Kwani nini nyingine natafuta? Pesa ninayo, afya ninayo. Ninaomba Mungu yangu, ndugu yangu, mama yangu, dada yangu, usimbadilikie Mungu. Usimbadilikie Mungu. Mungu hawezi kukubadilikia. Mungu ni yule jana, leo na milele. Mungu hawezi kukubadilika, hata kunyeshe kusinyeshe. Mungu hawezi kubadilika. Ahadi ambayo aliyotoa kwa maisha yako, kila Mungu ameweka maisha yako, hata wewe ukikitoa, labda wewe uiondokee. Baraka zako ni zako. Usiondokee baraka yako. Yusufu hakuondokea baraka yake. Yusufu hakukubali kuishia kwenye shimo. Yusufu hakukataa kuuzwa. Alisema ni sawa, umeniuza ni sawa, wacha niende. Kila Mungu amepanga mbele, basi anayajua, basi nitaenda. Mungu akakumeusa, akakubali. Yusufu akakubali kutembea na Ishmaeli, akaenda nao moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Alipofiuzwa Yusufu hakusema hapana, msiniuze, mniachane na mimi. Bwana Yesu asifiwe.
Hata kama wanakusema vibaya, usipigane na yao, usisemezane na wao. Hata kama wamekupangia maovu, usisemezane na wao. Hata kama unajua adui yako ni yupi, usipigane na yeye tu. Waachie Mungu. Mungu atadili na wao. Mungu atadili na wao. Haleluya. Yusufu hakutaka kupigana na ndugu zake. Nataka niambie, Yusufu peke yake anauzwa, ndugu zake 11 ama 10, hakuna hata mmoja ambaye alisaidi na yeye. Ndio niambia wale ndugu zake 11, hakuna mtu ambaye alisema tuko na wewe. So walikuweko. Mungu angetaka asaidika, sangesaidika. Mipango ya Mungu si kama mawazo ya mwanadamu. Mawazo ya Mungu si ya mwanadamu. Walikuwazia uishie njiani, walikuwazia kwamba utaangamia, lakini Mungu amekuwazia mema. Mungu amekuwazia mema. Mungu amekuwazia mema. Mungu amekuwazia kwamba utainuka. Mungu amekuwazia kwamba utakuwa mtu mkubwa. Haleluya. Mawazo ya Mungu si kama ya mwanadamu. Na Mungu hawezi itana kikao vile mnaitana kikao nyumbani. Hati hapana, hebu njoo Kamau, Njoroge, hebu tuone huyu tumpatie mbuzi gani, huyu tumpatie shamba gani. Mungu haitani kikao, na hakiwezi kukaa kikao na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hawezi kukaa kikao na mtu yeyote jinsi ya kukubariki, jinsi ya kukuinua, jinsi ya kukubani. Mungu hawezi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mzee wa siku, abadiliki. Yeye ni yule. Yeye aliyepasua bahari ya Shamu, yeye aliyemfufua Lazaro, yeye aliyemponya Bartimayo. Huyo ni Mungu ambaye abadiliki. Akisema ndio ni ndio. Akisema anakubariki atakubariki. Akisema anakuinua atakuinua. Kunyeshe kushinyeshe, wapende wakatae, wapatane wewe kuachana wewe. Huyo ni Mungu aliyesema nitakubariki mjini, nitakubariki mashambani. Uzima itakuwa sehemu yako. Hallelujah. Slavery stage. Na stage ya 5. Stage ya 4. The service stage. Service. Genesis 39 verse 1. Sijui stage yako umekomea wapi. Nataka uyafanyie kazi neema yako. Yusufu alijua niko na neema ya Mungu. Akakataa kuishia. Akakataa kudharauliwa. Alijua mimi sawa mndharau, lakini iko siku aliyeniotesha ndoto kwamba mafungo 11 na ninamia, iko siku mtaninamia. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri. Haleluya. Sikia kwa vile anafanywa introduction. Bwana Yesu asifiwe. Wendapo kuna magonjwa, imefanywa introduction kwako. Wendapo kuna umaskini, imefanywa introduction kwako. Misri, akida wa Farao, mkuu wa askari. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Misri. Yani kuna magonjwa zinafanywa introduction zingine mpaka unabaki unasema ni kweli nitapona mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zafanywa introduction kwa watu, kwa wanadamu, mpaka watu wanakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Juzi tu mke wangu ameenda hospitali, akapimwa damu, akaambiwa damu yako iko chini. Hii itabidi tuongeze damu, na pia tukupatie madawa ya kumultiply damu. Na la tatu, itabidi tukufanyie uchunguzi tujue kama uko na single cell. Bwana Yesu asifiwe. Yani unauziwa uoga. Haleluya. Unauziwa uoga. Alipokuja akaniambia, akaniita, akaniambia njoo. Sikia hii. Amesema damu ni kidogo. Wataniongeza damu, wanipatie dawa ya kuongezea damu pia, na pia watanifanyia testing ya single cell. Nikamwambia haina shida. Waambie tutalipa. Bwana Yesu asifiwe. Waambie tu tutalipa. Akaenda tu ikalipwa. Akaambiwa utafanywa nini next week. Nikamwambia ni sawa. Lakini tunapotoka nikamwambia usirudi kwa hiyo hospitali
usiende kupimwa single cell. Sisi wana wa Yesu Kristo hatuna ugonjwa wa single cell. Alivyosema kwamba uzima ni sehemu yenu, basi hatuna single cell, hatuna magonjwa, hatutaongezwa damu. Nikamwambia mke wangu, hutaongezwa damu. Mungu ataenda kumultiply damu yako within 1 month. Pile imeongezeka mpaka pile 10, na aliambiwa kuna pile 6. Nikamwambia wewe shetani, ulikuwa unamwambia pile 6, Mungu ameongeza zingine 4. Basi unapokifua ujifungue, Mungu atakuwa ameongeza zingine 4 ili ziwe 8, kwa maana Mungu ndiye Mungu wa kweli. Kila nabii, kila tamko la kinabii ambapo baba yako ametamka na pia mimi nimeomba, basi Mungu alitimize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Juzi anaambiwa kwa 11 10.5 na aliambiwa kwa 6. Usikate tamaa. Waliosema kwamba hii ugonjwa ni ya kukuua, natangaza hiyo ugonjwa si ya kuua. Hiyo maskini, hiyo kazi, hiyo biashara haitakutoa huku Nairobi ikupeleke bara. Utatajirika hapa. Haleluya. The service stage. Alienda akatumika kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu akatumika kwa uaminifu. Hata kama anajua mimi ni slave hapa si kwetu. Nimekuja hapa Egypt, nimekuja huku, lakini ninatatumika tu. Nitakaa tu chini yake. Hata kama wananijua kama Yusufu, ni sawa, ni jina wananijua, lakini kile Mungu alinionyesha, Mungu, mimi niko na wewe. Mimi sitakuacha, nitakufuata popote unapoenda, nitakufuata Mungu, na usiniache. Hata kama watanitenda mabaya hapa, ninajua utanilinda kwa mikono ya watu. Haleluya. Ikasemekana askari huyu akamnunua mkononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Mstari wa 2. Bwana akawapa pamoja nao. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Sikiliza hii. Si kama Bwana alikuwa, Bwana akawa. Yaani hii stage ya kuwa katika nyumba ya Farao kulihitajika Mungu sana. Kwa maana hawa sio watu kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio watu ambao wanaenda kanisani, sio watu ambao wanaomba. Hapana, sio watu ambao wanamjua Mungu. Ndipo Mungu mwenyewe akaanza kukua na Yusufu katika nyumba ya huyo Misri. Haleluya. The service stage. The service stage. Usiwahi kuchoka kumtumikia Mungu kwa tatizo lolote ile ukachoka. Wewe uko na pesa au una pesa, usichoke. Wewe uko na sadaka au una sadaka, usichoke. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeachwa na mume wako, umeachwa na watoto, usichoke. Pumzi ambayo ulionayo na uhai ulionayo ni Mungu aliyekupatia. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye. Huyo ni yule askari, yule Misri. Bwana wake, ambaye ni bwana wake, mkubwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana ameifanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe wakati mwingine unaweza ingia kwa boma fulani ambao hawajaendesha gari, lakini wewe kuoleka pale, watu wakaanza kununua magari, kwa maana Mungu ametembea na wewe. Haleluya. Kwa maana neema ya Mungu iko pamoja nawe. Wakati mwingine unaweza ingia kwa kampuni ambayo imekuwa ikitengeneza hasara, mwaka inaisha ni hasara, mwaka unaisha ni hasara, lakini unapoingia katika sehemu ile, Mungu anakutumia, kampuni inaanza kutengeneza profit. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu akaona kwamba Mungu ameifanikisha kila kitu mikononi mwake, ni kwa sababu ya Yusufu. Naomba Mungu achilie neema ya kitofauti. Mungu achilie neema ya kufanya watu wafanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapotembea unuke baraka kwa kila mmoja. Waseme, ninatamani kufanya kazi na huyu dada, natamani kufanya kazi na huyu ndugu, kwa sababu ya ile neema Mungu ameachilia juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4.
Yusufu akaona neema machoni pake. Yusufu akaona neema, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mikononi mwake. Bwana Yesu asifiwe. The service stage. Yusufu alitumika kwa uaminifu sana. Alikataa kuishia pale. Alisema mimi si mfungwa, nitatumika mahali nitamepewa nafasi. Ninaomba neema ya Mungu ikuje juu yako. Utumike kitofauti kwa hiyo neema kazi Mungu amekupatia. Utumike kitofauti kwa hiyo huduma Mungu amekupa. Utumike kitofauti kwa hiyo biashara. Utumike kitofauti kwa hiyo boma. Utumike kitofauti kwa hiyo ukoo. Utumike kitofauti hapa kanisani. Neema ya service. Bwana Yesu asifiwe. That's the fourth stage ya Yusufu. Stage ya 5, the prison stage. The prison stage. 39 verse 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa na wafalme, naye akawamo umo gerezani. 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamhifadhi, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wanamtoa shetani, anamuingiza hapa, Mungu anamtoa. Shetani tena anamuingiza hapa, tena Mungu anamtoa. Alipokuja katika nyumba ya Misri, tena kukatondeka jambo, akatolewa akapelekwa gerezani. Yaani kila stage alipopelekwa, Yusufu hakuvunjika moyo. Alijua ni mapenzi ya Mungu, alijua kwamba ni Mungu yuko pamoja nawe. Alipofika kule gerezani, maandiko yanasema kwamba Mungu akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Mungu akampa kibali. Si Mungu akupe kibali mchana wa leo. Si Mungu akupe kibali mchana wa leo. Mungu akupe kibali kwa hiyo huduma. Si Mungu akupe kibali kwa hiyo ndoa. Si Mungu akupe kibali kwa hiyo biashara. Si Mungu akupe kibali kwa watoto wako. Si Mungu awape kibali wa kutumika kitofauti. Mungu akupe kibali kwa hiyo kampuni. Mungu akupe kibali kwa taifa la Kenya. Mungu akupe kibali kwa boma la kwenyu. Haleluya. Mungu akampa kibali Yusufu machoni pa mkuu wa gereza. Akampa kibali. Huyu ndiye alikuwa slave. Huyu amekuja tu, hatumjui kwao, hatujui ni tribe gani, hajui ni kabila gani huyu, lakini Mungu anazidi kumpatia kibali. Haleluya. Mungu akupe kibali mchana leo jamani. Mungu awape kibali. Kile ambacho unaona kwamba ni kigumu, Mungu akupatie kibali ukipate. Pale ambapo unaona ni ngumu kuingia, Mungu akupe kibali uingie. Pale unachokiona ni kigumu kukishika, Mungu akupatie uyashike tu kwa mikono yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kibali. Hakuna siku Mungu atakupatia neema na akose kupatia kibali. No. Kibali itaambatana na neema. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kubaliki na kibali tu, lazima neema inakupatia kibali. Itumikie neema ikupatie kibali. Itumikie neema ikuingize kwa nafasi ya kibali. Itumikie neema, fuata neema, achilia neema. Mungu akuachiani akupatie neema na kibali iwe sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu mbili lazima yapatane. Neema inaleta kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hebu rudi 20 verse 20. Verse 20. Bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, na akawemo umo gerezani. 21. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. 22. Mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa waliomo gerezani, na yote yaliyofanyika umo ndiye aliyeyafanya. Haleluya. Mungu akupatie neema ya kumiliki vitu. Mungu akupatie neema ya kuongoza watu. Mungu akupatie neema ya kumiliki biashara.
Mungu akupatie neema ya kumiliki, uwe msemi kwa familia. Mungu akupatie neema uwe msemi kwa boma. Mungu akupatie neema uwe msemi kwa kanisa lake. Mungu akupatie neema na kibali uwe msemi, uwe na msemi. Chochote kinatendeka ni wewe umekufanya, umesema. Haleluya. Another stage. Hapa ndo kuzuri. The promotion stage. The promotion stage. Watu wengi wanataka kutoka mahali aruke stage 1 mpaka stage ya promotion. No, lazima upitie hizi stages zote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima upitie hizi stages zote. Huwezi ruka from the dream stage uende promotion stage. Lazima upitie stages. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako u stage gani wewe? Genesis 41 verse 39. The promotion stage. Watu wengi wanapenda kusikiliza kwani wakuwe katika promotion stage, lakini maandalizi ndio hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Kubali maandalizi, kubali uchongwe, kubali kupitishwa kwenye moto, kubali kukung'utwa, kubali kupepetwa, kubali kuandaliwa ili uingie katika promotion yako. Haleluya. Genesis 41 verse 39. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha, kwa kuwa Mungu amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Verse 40. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yani Farao, Yusufu anatambuliwa na Farao. Rudi hapo 39. Yusufu anatambuliwa na Farao. Akamwambia kwamba kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, zile ndoto ambayo Farao amekuwa akiota, kwa kuwa Mungu amemfahamisha Yusufu na akaweza kuivi ndoto ya Farao, basi Yusufu akaweza kutunikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamfahamisha, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Haleluya. Unapotembea na neema ya Mungu, unapokuwa na kibali ya Mungu, basi akili ya Mungu na hekima ya Mungu inakuwa sehemu yako. Haleluya. Utakuwa unafanya vitu kwa upumbavu, utakuwa unafanya vitu kwa ujinga, utakuwa unafanya vitu wakuwa umefunga macho. Neema ya Mungu inakupatia hekima, neema ya Mungu inakupatia akili ya kufanya vitu na kupambanua mema na mabaya. Haleluya. Verse 40. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Inaomba Mungu akusaidie utawale watu, utawale hiyo kampuni, utawale hiyo boma, utawale maadui wako, utawale watesi wako, utawale wanaokupiga vita, watawale. Inaomba neema ya Mungu na kibali na hekima ya Mungu iwe juu yako, ili utawale mapepo, ili utawale maagano, ili utawale waganga, ili utawale magonjwa. Haleluya. 41. Farao akamwambia Yusufu, tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. The promotion stage. Mungu akupromote kwa bali ulipo. Mungu akupromote kwa hiyo kazi. Mungu akupromote ndani ya hiyo huduma. Mungu akupromote kwa hiyo biashara. Mungu akupromote kwa hiyo ndoa. Mungu akupromote popote chochote unachokifanya. Mungu akupromote mchana wa leo. Walikusema miaka mingi, walikuchukia miaka mingi, walikudharau miaka mingi, wakakupatia jina tasa, wakakupatia jina kwamba uzae. Naomba Mungu akupromote, akupatie watoto. Mungu akupatie watoto. Mungu
akupatie mume, Mungu akupatie ndoa, Mungu akupatie biashara. I speak promotion mchana wa leo. Mungu akuingize kwa nafasi yako, Mungu akuketisha kiti chako. Waliokuona kwamba ufai, Mungu achilie neema, Mungu achilie kibali. Promotion katika ya ndoa, promotion katika ya biashara, promotion katika ya huduma, promotion katika kazi yako, promotion. I speak promotion. Jinsi Yusufu amepromotiwa, na wewe utapromotiwa. Hiyo kazi iliyokufa inayowazia sasa, inaumbia masikio, inaitamkia sasa iweze kuinuka, iweze kuinuka, iweze kuinuka. Hiyo kazi ambayo umepatiwa barua kwamba umekufuta kazi, inatamka kwamba inageuza hiyo promotion, inageuza hiyo promotion, hiyo barua promotion, hiyo barua promotion. Upromotiwe kazini, upromotiwe kwenye ndoa, upromotiwe kwa huduma. Hautaishia hapo. Ono ya Bwana na ndoto ya Bwana lazima utimize, lazima utimize ndoto za Bwana. Haleluya. Hautaishia hapo. Hakuna mahali utaishia. Lazima utimize ndoto yako, lazima uone ndoto yako, lazima ufikie maono yako, lazima ushike baraka zako. Hautaishia kwenye shimo, hautaishia kwenye pango, hautaishia njiani, hautaishia kuuzwa. Magonjwa haitaupeleka bure. Nimekuja kutangaza hiyo ugonjwa hiyo ni uzima. Naitangaza magonjwa yawe uzima, yawe sehemu yako, uzima yawe sehemu yako katika jina la Yesu. Haleluya. Kataa kuishia kwenye stages, kataa kuishia njiani, kataa kuvunjwa moyo, kataa kunyamazishwa, kataa kunyamazishwa. Pasa sauti yako, mwambie Bwana, ninaenda. Ndoto uliyonipatia, maono uliyonipatia, ninafuatilia Bwana. Sitaishia hapa, sitaishia kwenye shimo, sitaishia kwenye pango, sitaishia gerezani. Lazima niyafikie ndoto yangu. Neema na kibali cha Bwana. Hautaishia njiani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. The promotion stage, yani unatambulishwa. Yusufu akatambulishwa gereza mzima. Yusufu akatambulishwa kwa ufalme wake wote. Akasema kiti cha enzi ni changu, lakini chote ambacho kitafanyika ni yako wewe. Haleluya. Mungu akupatie neema ya kutawala watu. Mungu akupatie neema ya kuwa msemi. Mungu akupatie neema na kibali ya kuwa mtu kutamka vitu na zinatendeka. Haleluya. Sema, nakataa kuishia njiani, nakataa kuishia gerezani, nakataa kuishia kwenye pango, nakataa kuishia kwenye pango. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. And the final stage, the fulfillment stage. The fulfillment stage. Lazima promotiwe kwanza, ndio Mungu afulfill kile alichokinena. Basi Yusufu alipopromotiwa, Farao mwenyewe alipopromote, alipompatia majukumu makubwa, alipompatia ofisi kubwa, basi kukakuja fulfillment stage. Fulfillment stage ya kwamba basi ukacha ukame, ukacha njaa, ukacha vitu ambaye jaonekana, ambao amekaa miaka 7 ya shibe, basi nakuja miaka 7 ya njaa. Mungu kumbe anaandaa wakati mwingine ili ufufuliwe vitu. Lazima Mungu acreate kitu, lazima Mungu acreate kitu. Na ninaomba mchana wa leo ili upromotiwe, Mungu acreate mtu resign, ili upromotiwe, Mungu acreate mtu ache kazi, ili upromotiwe, Mungu acreate biashara, ili upromotiwe, Mungu acreate kitu. Huyo Yusufu alipopata kwamba amepromotiwa, Mungu akaleta njaa. Bwana Yesu asifiwe. For 7 good years. Baada Mungu amempromote, sasa kukaja njaa. Na njaa ilipokuja ni wakati ya fulfillment ya dreams, kwamba ndugu zangu na wazazi wangu watakuja kuninamia. Basi Yusufu anaweza kuwa ana fulfillmentiwa dream yake. Haleluya. Fungua na kitabu cha Genesis 42 verse 6. 42 verse 6. Na Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wote wa nchi, nao ndugu zake Yusufu wakaja
wakainama kifudifudi mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiangalia miaka ambayo Yusufu alipitia katika maandalizi, unaweza linganisha na miaka ambayo umepitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tumeruhusu tukaishia kwenye shimo. Wengine tulichoka tukaishia gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tulichoka tukaishia pale kwa kuuzwa. Wakati tunauzwa pale ukachoka, ukaona mimi siwezi kusonga mbele, ni heri nifie hapa. Wengine waliacha huduma katika service stage. Kuna watu wakaacha huduma zao, kuna watu wakaacha kuomba, kuna watu wakaacha kuja kanisani kwa masaa yanayotakikana. Ibada inaanza saa 2, watu wanakuja saa 5. Umeishia kwenye service stage, hautaki tena, yani umechoka. Matatizo na shida imekufanya au rauki kanisani, au fungi au uombi, upatikane kwenye ibada, hata kutoa sadaka unashindwa. Umeishia kwenye service stage. Haleluya. Wengine wanaishia kwenye prison stage, wengine wanaishia kwenye promotion stage. Wakati umepromotiwa, au ungoje the fulfillment of your dream, ungoje fulfillment ya kile Mungu amelikusudia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba mchana wa leo Mungu akusaidie katika hatua hizo zote. The 7 stages of Yusufu. Hata kama umepatikana kwa hiyo stage, naomba neema ya Mungu, naomba kibali ya Mungu kwamba ikufanikishe, ikuwezeshe utoke katika hiyo stage uende stage nyingine. Unapofika promotion stage, basi Mungu akujivunie, Mungu akuvunie, aseme hakika nimekusaidia, hakika mkono wangu umekuwa juu yako, hakika neema yangu imekuwa juu yako, imani umeilinda na umepigana katika vita hizi. Basi baraka zako ndio hizi, pokea baraka zako. Kama vile Yusufu alikuja kuinamiwa na ndugu zake, alikuja kuinamiwa na wazazi wake, kama vile ndoto alipoonyesha mara ya kwanza, akajua sitawalipishia mabaya. Na ninaomba mchana wa leo Mungu atakapokuinua usilipishe kwa wale waliokutesa. Mungu atakapokuinua usiwaseme mabaya kwa wale waliokutesa. Mungu aliwaweka hapo ili wafanyike daraja. Mungu aliwaweka hapo ili wafanyike wewe kuandaliwa. Mungu aliwaweka hapo ili wafanyike washuhuda, washuhudia hakika tulimtesa, hakika tulimsema vibaya, lakini leo hii kuna Mungu amemsaidia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu. Tembea kwenye neema ya Mungu. Tembea kwenye neema yako. Neema yako, unapotembea kwenye neema yako, utakosa vision, utakosa kulenga vision yako. Unapotembea kwenye neema yako, utakosa kupitia majaribu na kuyashinda. Lakini unapotembea kwenye neema ya mtu mwingine, basi utachoka na utaacha huduma, utaacha ndoa, utaacha kazi, utaacha biashara. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wamefungua biashara wanafunga kwa sababu si ofisi yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi, baba yetu amekuwa akiwaambia, Mungu ananiambia biashara unayofanya si yako. Wewe si mtu wa biashara. Wewe si mtu wa biashara. Mwingine anaambia kwamba wewe si mtu wa kuandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ofisi ambayo uko si yako. Na kweli Mungu anamwenemesha baba yetu na anamtabiria. Anamwambia kwamba mwakani ama siku fulani utakuwa umeacha hiyo kazi, utakuwa unafanya kazi fulani. Na inakuja kutimia hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Juzi kwa online service niliona mmoja aliandika ujumbe. Akasema, baba, mimi nilipokuja sikuwa hata na shilingi ya kutoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Sikuwa na pesa hata kutoa sadaka ama shukrani. Lakini uliponiombea nilienda nikapata kazi. Leo hii hata nimepromotiwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii niko kazi na tayari nimepromotiwa. Leo hii niko na uwezo hata kutoa fungu la 10. Leo hii niko na uwezo wa kusupport.
Bwana Yesu asifiwe. Tii sauti ya Mungu. Kile kinatoka kinywa cha watumishi wake si kama ni maneno yao, ni sauti ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumikia neema. Itumikie neema. Tusimame kwa miguu yetu.